Shalom, shalom. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Ni muda mwingine tena wa kutafakari neno, lakini kwanza tuombe. Asante Baba yetu na Mungu wetu, asante kwa zawadi ya uhai, asante Baba kwa kutukirimia neema zako nyingi. Baba, wewe ni Mungu mwaminifu, wewe ni Bwana, wewe ni Yehova, wewe ni Mungu. Tunalitukuza jina lako, tunakuabudu na kusujudu. Asante kwa siku njema ya leo, asante Baba kwa mapaji yote uliyotujalia. Asante kwa kuwa wewe ni Mungu mwaminifu, asante kwa kuwa wewe ni Mungu usiyeshindwa. Hakuna ambalo linakushinda wewe na hakuna kama wewe Bwana. Umeinuliwa zaidi ya milima. Tunalitukuza jina lako, tunakuabudu na kusujudu katika jina la Kristo Bwana wetu. Amina. Sasa leo naomba tuangalie neno katika Injili ya Mathayo sura ya 5 mstari wa 21 hadi 25. Injili ya Mathayo sura ya 5 mstari wa 21 hadi 25. Nami nitatangulia kusoma. Mmesikia watu wa kale walivyoambiwa, usiue, na mtu akiua imempasa hukumu. Bali nawaambia kila amwoneaye ndugu yake hasira itampasa hukumu, na mtu akimfyolea ndugu yake itampasa baraza, na mtu akimwapiza itampasa jehanamu ya moto. Basi ukileta sadaka yako madhabahuni, na huku ukikumbuka ya kuwa ndugu yako ana neno juu yako, iache sadaka yako mbele ya madhabahu uende zako upatane kwanza na ndugu yako, kisha urudi uitoe sadaka yako. Patana na mshtaki wako upesi wakati wapo pamoja naye njiani, yule mshtaki asije akakupeleka kwa kadhi, na kadhi akakupeleka kwa askari, ukatupwa gerezani. Ukimalizia na mstari wa 26 anasema, amin nakwambia hutatoka humo kamwe hata uishe kulipa senti ya mwisho. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa anasema mmesikia watu wa kale walivyoambiwa, usiue, mtu akiua inampasa hukumu. Kwa mtu akiua anapewa hukumu. Hao ni watu wa kale. Tukija kwetu tunasema, bali mimi nawaambia kila amwoneaye ndugu yake hasira itampasa hukumu. Maana yake ni nini, mtu wa Mungu? Katika Agano la Kale kuua ni sawa na hasira katika Agano Jipya. Nielewa pema? Kukasirika katika Agano Jipya ni sawa na kuua katika Agano la Kale, kwa sababu mtu katika Agano la Kale aliyekasirika, aliyeua alimpasa hukumu, na mtu katika Agano Jipya anayekasirika inampasa nini? Hukumu. Kwa hiyo mimi na wewe tujiulize, tumeshawahi kukasirika? Jibu ni ndio. Kumbe inatupasa hukumu. Yaani pale tulipokasirika ni sawa na tumeua. Kwa hiyo aliyeua katika Agano la Kale na mimi niliyekasirika, letu ni moja, inatupasa wote hukumu. Kwa hiyo unaona kwamba kigezo kimekuwa kikali zaidi. Hapa ni kama kwa sababu ya ile nuru ambayo tumepewa sisi, kwa sababu ya ile neema ambayo tumepewa sisi, tunaye Mungu Roho Mtakatifu ambaye anakaa ndani yetu. Huyu Mungu Roho Mtakatifu kazi yake ni kutukumbusha yote na kutufundisha yote. Kuna yale ambayo hatukuyaelewa wakati wa Bwana wetu Yesu Kristo, yeye kazi yake ni kutukumbusha, ni kutufundisha. Yale ambayo tulifundishwa lakini tumeyasahau, yeye kazi yake ni kutukumbusha. Kwa hiyo mojawapo kati ya kitu anatukumbusha leo, ukasirika ni sawa na kuua. Kwa hiyo mimi na wewe tunapaswa kuacha hasira, kwa sababu hasira ya mwanadamu haimpi utukufu Mungu. Hasira, Waswahili wanasema ni hasara. Kumbe zaidi tu ya kuwa hasara, kwamba katika maisha ya kawaida kwamba unaweza ukakasirika ukafanya jambo ambalo baada ya muda ukalijutia, lakini haiishii hapo tu. Anasema inatupasa hukumu. Kwa hiyo yule aliyeua katika Agano la Kale na mimi ninayekasirika leo, wote nani yetu ni moja, judgment yetu ni moja, wote inatupasa hukumu. Lakini anaendelea mbele anasema kila mtu anasema mtu akimfyolea ndugu yake imempasa baraza. Ile au tayari inanipasa baraza. Yaani nimemfyolea tu ndugu yangu, lazima waje wazee wakae wanijadili, kwa nini unamfyolea ndugu yako? Kwa unaona jinsi gani ambavyo mambo kidogo yako yamekaa
anakataza, anasema njia ile ni nyembamba iendayo uzimani, lakini kuna njia pana ambayo inaenda kwenye upotovu. Je, mimi na wewe tunachagua njia ipi? Tunachagua kwenda kwenye njia nyembamba ambayo ni wachache wanaoienda, au njia pana? Lakini vigezo na masharti lazima vizingatiwe. Vigezo ndio hivi. Kumbe nikikasirika nimeua. Kwa lazima niangalie, je, ni nini ambacho kinaniongoza katika maisha yangu? Ni nini ambacho ninatenda katika maisha yangu? Anasema mtu akimwapiza itampasa jehanamu ya moto. Ukiwapiza tu. Tumewapiza mara ngapi? Tumewaambia wenzetu waape mara ngapi? Ndio kuwapiza kwenyewe. Mara ngapi tumefanya hivyo? Kumbe inatupasa jehanamu ya moto. Kwa hapo tujue kwamba tunaenda katika njia ambazo si sawa sawa. Turudi katika njia ile ambayo inampendeza Mungu, njia ile ambayo Mungu ameiweka kwa ajili yetu. Sasa anaenda mbele zaidi, anasema basi ukileta sadaka yako madhabahuni, huku ukikumbuka kuwa kuwa ndugu yako ana neno juu yako, iache sadaka yako mbele ya madhabahu. Mungu katika maeneo yote Mungu hajaribiwi, lakini anasema njia moja tu, kwamba mnijaribu kwa njia ya sadaka. Pamoja na kwamba ameturuhusu kumjaribu kwa njia ya sadaka, inapofika kwenye swala la namna ambavyo mioyo yetu ilivyo, anasema hiyo sadaka achana nayo kwanza. Kapatane kwanza na ndugu yako, omba toba kwanza, tutubu, tujipatanishe na Mungu, turudi katika njia ambayo inampendeza Mungu. Ukisoma Mithali 28:13 inasema afichaye dhambi zake hatafanikiwa, bali yeye aziungamaye na kuziacha atapata uzima. Aziungamaye na kuziacha. Kwa kwanza ninatakiwa katika kutubu. Sasa ninafanyaje? Ninaenda kutubu kwa Mungu kwamba nimekosa kwa sababu nimeenda nje ya njia aliyonifundisha. Lakini pili, lazima nirudi kwa huyu nilemkosea. Iache sadaka yako mbele ya madhabahu, uende zako, upatane kwanza na ndugu yako, kisha urudi ukaitoe sadaka. Pamoja na kwamba Mungu anapendezwa na sadaka, lakini kama sadaka yetu inaambatana na yale machukizo ya mtu mwingine, bado hatujapatana, hatujaitoa katika mioyo ambayo iko safi, anasema tuiache kwanza, tukapatane kwanza na ndugu yetu, tukarekebishe kwanza kule. Kwa hiyo hatua ya kwanza ni mimi kuomba toba kwa Mungu. Hatua ya pili nikamwombe toba ndugu yangu, nikamwombe toba mwenzangu yule ambaye nimemkosea, nikajinyenyekesha kwake, nimuombe kwamba Bwana samahani, nilipitiwa, hichi nilichokifanya si sahihi. Kiungwana tu niombe msamaha, hata kama atareact, haijalishi kwamba yeye atafanya nini juu yangu, lakini mimi nimejipatanisha naye na nimejipatanisha na Mungu. Kwani ni two way traffic, ni twofold, kwamba najipatanisha na Mungu vertically, lakini horizontally najipatanisha na ndugu yangu. Hapo sasa, baada ya kukamilisha hilo na nikijua kwamba hichi nilichokifanya si sahihi, nikiache, sio nikirudie tena, nikiache, ndipo nichukue sadaka yangu sasa niikabidhi madhabahuni. Kwa kumbe kuna vigezo ambavyo vinatakiwa kufanyika, lakini zaidi sana tunaona kwamba katika Agano Jipya, kwa sababu tayari tunayo nuru. Nuru hii inatukataza kufanya ubaya, inatuondoa katika giza. Inapotuondoa katika giza, inatupa wajibu, inatupa njia ya kuenenda, inatupatia means ya kufanya, inatupatia namna ya kuishi baina yetu na Mungu, baina yetu sisi kama wanadamu. Kwa hiyo kuna namna ambayo tunatakiwa kuenenda baina yetu wenyewe na baina ya sisi na Mungu. Lakini zaidi sana kama nilivyokwisha nukuu Mithali 28:13, afichaye dhambi zake hatafanikiwa, bali yeye aziungamaye na kuziacha atapata uzima. Kwa hiyo tuungame dhambi zetu, lakini tuziache, na tunaungama katika stage hiyo kwamba tunaenda kwa Mungu kwa toba, lakini pia tunaenda kwa wenzetu tuliowakosea tukiwaomba toba pia. Wakitusamehe, basi tunakuwa tumemaliza ile balance equation. Sasa imebalance, tunaweza tukawa free kwenda kutoa sadaka yetu madhabahuni, na hapo sasa sadaka ile itakuwa na thamani mbele za Mungu. Basi tumshukuru Mungu. Asante Baba yetu kwa siku njema hii ya leo. Asante kwa neno lako. Asante kwa kutulisha kwa neno lako hili. Naomba neno hili likakae kwa wingi mioyoni mwetu, lituzalie matunda ya toba.
Tunaomba Baba tuweze kubadilika na kuacha njia mbaya na kutembea katika njia zako, ili tuweze kufanana na wewe na kulitukuza jina lako popote duniani. Ni katika jina la Kristo Bwana wetu tunaomba na kushukuru. Amina. Mungu akubariki sana mtu wa Mungu, na uwe na siku njema.